Na asante sana mtazamaji, na tunasonga mbele na kipindi cha Tuongee. Okay, sawa, hapo sawa. Tunasonga mbele na kipindi cha Tuongee asubuhi kutoka hapa Star TV. Na baada ya kuwa na yaliyojiri ndani ya habari, magazeti na mjadala mfupi kuhusiana na michezo na burudani, tukikumbusha tu kwamba tarehe 14 Jumamosi asubuhi katika uwanja wa SM Kirumba kutakuwa na mchezo mkubwa mkali baina ya waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza dhidi ya mawakili wa mkoa wa Mwanza. Wale wanaotafsiri sheria, mawakili wasomi, uso kwa uso na waandishi wa habari. Mchezo ni wa kirafiki tu, hakuna kiingilio. Kwa asubuhi saa 4 fika pale uwanja wa SM Kirumba uweze kushuhudia mchezo. Lakini maandalizi ya mchezo mwingine mkubwa ambao utafanyika kule mkoani Tabora tarehe 27, timu ya watumishi ya manispaa ya Tabora itakuwa uso kwa uso na timu ya waandishi wa habari ya mkoa wa Mwanza. Mchezo wa kwanza ulichezwa hapa jijini Mwanza na timu hizo zilitoshana nguvu. Sasa mchezo wa pili itakuwaje? Tusubiri tuweze kuona na ataibuka mshindi. Tulikuwa tukiongea hapa na mwenzangu, ndugu yangu hapa Lilian Ruguga, mengi kuhusiana na tafsiri ya ndoto kisaikolojia. Lilian, hivi unajua kwamba ukiota, kuna wakati fulani pia ukiota ndoto inakuwa ina maana fulani Kiza labda umelala, labda kwa mfano umechoka labda kufanya kazi labda sasa hivi. Ukakaa kwenye kiti ukasinzia ukaota. Kuna maana hiyo ndoto. Kwa sababu kwanza ni mapema na sio kawaida kuota. Mimi nafikiri ili nilijua kwa sababu tulikuwa tuna kipindi hapa. Okay. Lakini ulikuwa hujui kabla eti. Sikuwa najua. Ndio ile tu anasemaga tu ndoto za linacha. Hivi ndoto za linacha ni zipi? Ndoto ambazo haziwezekaniki au ndoto za haziwezekaniki. Mtu akisema hizo ndoto za linacha, yani kwamba unaona kitu ambacho hakiwezekani eti. Yani unaota lakini hakuna hata dalili yoyote ya wewe kulitekeleza hilo jambo. Lakini unasema kwamba ndoto za mchana hizo. Timilika. Ndoto za mchana au ndoto za asubuhi. Kwa sababu hawajui pengine ni ndoto ni kwa namna gani mtu anaweza kutimiza ndoto yake kwa wakati. Sababu mchana sio kawaida mtu kuota. Tunategemea mtu atakapolala usiku pengine ndo aote. Lakini kwa mfano ukiota saa 1 pale unasubiri chakula, umekaa kwenye TV ukaota, ukasinzia ukaota, kuna maana yake ile ndoto. Ndio. Ukienda kulala kabisa kitandani kwenye saa 6 saa 7 hivi ukaota, kuna maana yake. Na ukaota asubuhi pia. Labda umelala usiku ukajisikia labda kwenda haja, ukaenda haja ndogo au kubwa, alafu ukarudi ukalala tena. Ukaota tena kuelekea saa 10 saa 11 saa 12. Kuna maana yake. Ndio. Mtazamaji, sasa kaa nasi uweze kujua tafsiri ya hizi ndoto, lakini kisaikolojia. Tafsiri na sasa Alex, tafsiri ya ndoto kisaikolojia. Tafsiri ya ndoto mbalimbali kisaikolojia. Tutatumia muda mfupi sana tuweze kuangalia. Hivi Michael, na mchambuzi wetu ni Michael Matulile, huyu ni mwanasaikolojia mbobezi kabisa. Michael Matulile huyu hapa. Michael, heri ya mwaka mpya kwanza. Asante sana nawe pia. Tunashukuru Mungu tumeona mwaka. Tunashukuru Mungu katika hili. Hivi kwanza ndoto ni nini? Mtu akisema kwamba dream au ndoto. Yaani neno ndoto lina maana gani? Asante. Ndoto inakuja na jitokeza pale ambapo mtu anakuwa ameota. Bali tunaongelea katika habari ya kuota kutoka kwenye matokeo ya kusinzia. Ile sasa ya kutoka kwenye matokeo ya kusinzia ni kwamba ni ndoto ambazo zinatengenezeka kupitia hisia au zikatengenezeka kupitia matukio ya nyuma ambayo yamewahi kutokea. Kwa hiyo anakuja anakuwa anarejea kupitia usingizini. Okay. Ndio. Lakini wakati mwingine mtu unaweza kuwa unatahadharishwa au unaonywa au unafunzwa kupitia ndoto. Ndio, hiyo ipo kwa sababu ya kwamba katika psychology tunasema kwamba tukiacha hii milango ya fahamu, namna ya kupokea taarifa za nje, lakini pia kuna kitu tunasema kuna aina mbili tena ya upokeaji wa taarifa kwa binadamu, ambapo kuna kitu tunaita biofeedback, ambapo ni kwamba mwili unapokea taarifa kutoka kwenye mazingira. Kwa mfano mtu anapokea taarifa anapopita kwenye mazingira fulani, tukiwa labda wakati mwingine mwili unasisimuka, nywele zinasimama. Maana yake ni kwamba pale ni taarifa ya mawasiliano ya kujua nini kinachoendelea kwenye mazingira. Kwa hiyo pale inakuwa ni biofeedback. Lakini bado pia kuna kupokea taarifa kupitia ndoto, ambapo katika ndia hii ndio tunasema kwamba spiritual biofeedback. Ni kwamba mtu anapokea taarifa za kupitia ndoto kwa njia ya kiroho, ambapo hiyo inatokea kupitia usingizini. Sawa. Lilian, unataka kuuliza jambo? Mimi nataka niulize, unajua mara nyingi sana watu wao wanatuuliza, wewe ndoto yako ilikuwa nani? Huwa tunakosea pengine kwa sababu hapo umezungumza ndoto, lazima ulale usiku, yani matukio ambayo yanatokea kwenye usingizi. Sasa mtu siku hizi anakuuliza wewe ndoto yako unataka kuwa nani? Au mimi mwenyewe nasema ndoto yangu ni kuja kuwa rais. Ndoto yangu ni kuja kuwa au mbunge au diwani au mwenyekiti wa mtaa. Katika hiyo ni katika upande wa ambitions, yani matarajio. Matarajio kwamba labda mimi nasoma niwe mwalimu,
mimi nasoma niwe nani. Kwa hiyo yale ni matarajio ambayo yako kwamba ndoto yako nataka kuwa nani. Maana yake matarajio yako ni yapi baada ya kusoma. Sawa. Sasa tulisema kwamba tutaenda kwa haraka kidogo. Michael atupatie tafsiri. Sasa kwa mfano na tafsiri ya ndoto mbalimbali kisaikolojia. Asante sana. Sasa kwa mfano ulikuja hapo ukatueleza na tunataka tubaki humo tusiondoke hapo. Walau kwa haraka utuambie. Hivi mimi kwa mfano nikiota labda sinipo hapa kazini, nimekaa kazini nimefanya kazi kwenye mafaili au kwenye nini, nimechezea kompyuta nimefanya nini, au nipo nyumbani tu nimeshaamka nimefanya kazi zangu labda za pale za usafi, lakini nikakaa kwenye kochi kama hivi nikasinzia hivi nikaanza kuota asubuhi hiyo kwenye saa 4, saa 5, saa 6 mpaka hapo, hiyo inamaanisha nini? Asante. Katika upande wa kuota kuna kitu sasa pale kuna intervals ya kuota. Zile intervals ndizo zinaleta tafasiri ya ndoto kisaikolojia katika masaa. Sasa kwa mfano zile ndoto ambazo mtu anaweza kaota mapema kuanzia ile saa 1 anapoenda kulala, pale usiku umeanza kwamba anaenda kulala saa 1 takriban mpaka saa 5, mara nyingi zile ni ndoto ambazo zinatokana na mawazo. Kwa hiyo mtazamaji, saa 1 mpaka saa 5 usiku, si ndio? Michael, saa 1 mpaka saa 5 hizo ndoto zinatokana na mawazo. Inaweza kuwa ni mawazo, hisia, lakini pia inaweza kuwa ni shughuli za kila siku ambazo wanazifanya. Kwa hiyo watu wanaota katika muda huo, wanaota ndoto za namna hiyo. Ndio. Samani nitakuwa na nani na chomeka hapa zaidi. Kwa hiyo saa 1 mpaka saa 5 mtu anaweza akaota kwa mfano labda alimpiga kibao labda amefanya kazi mwenzake kule, au kuna kikao kilikuwepo cha kazi, au labda mtaani labda amekutana na gari fulani zuri, au mambo ya kawaida. Ndio unachomaanisha hicho? Ndicho ninachomaanisha hicho. Kwa hiyo hizo ndoto wanajitokeza kuanzia hiyo majira. Kuanzia huo muda wa saa 1 mpaka saa 5. Ndio zinakuja hizo ndoto za kujirudia kupitia matukio ambayo mtu amepitia au kupitia matukio aliyokuwa anawaza ama ya kihisia ambayo amekuwa akifikiria kwa njia ya hisia. Kwa hiyo ndio inajitokeza ndani ya muda huo. Saa 1 mpaka saa 5 usiku. Ndio. Kwa hiyo kuna zile za saa 6 takriban mpaka saa 9. Saa 6 usiku. Ndio. Mpaka saa 9 usiku. Tumeanza saa 1 mpaka saa 5. Ni mambo tu ya hisia, lakini pia ambayo matukio ya kila siku matukio ya kila siku. Saa 1 mpaka saa 5. Ndio. Alafu umesema kuanzia saa 6? Saa 6 sasa hapo mpaka saa 9 sasa ndipo zinakuja zile ndoto tunasema zile za nightmares ama night terrors. Zile ndoto za vitisho. Ndio. Huwa zenyewe zinacheza ndani ya muda huo. Ndoto za vitisho na maanisha nini? Ndoto za vitisho, kwa mfano mtu anaota anatishiwa kitu, labda anaota anapigwa, anaota anakimbizwa, unaona mbio nyingi. Kwa hiyo haikuota hiyo ndoto, nilimwacha hiyo kweli, niliwahi kuiota. Kwa hiyo sasa unakuta ndoto za namna hiyo zinajitokeza ndani ya muda huo. Kuota ninataka kudumbukia shimoni, nikashtuka hivi, nikatafuta lile shimo kitandani nikalikosa. Kwa saa 6 mpaka saa 9 ndio nightmare. Ndio. Sasa hizo zinatokea ndani ya muda huo. Za vitisho. Mapambano ndani ya muda huo. Endelea kueleza vizuri tu hapo Michael. Nightmare, vitisho, mapambano. Mapambano hapo ni yapi? Mapambano labda unapambana na mtu, mnapigana, mnafanya nini, fujo kali. Kwa inakuwa ni mapambano kwamba yani ukitoka katika hali ya uhalisia ama ukitafasiri unaona kabisa kwamba ulikuwa kwenye hali ya mapambano. Kwa sasa ndoto za namna hizo zinatokeza ndani ya muda huo, saa 6 mpaka saa 9. Mtazamaji, saa 1 mpaka saa 5 umejua kuna ukiota pale ni nini ambacho mara nyingi kinakuwa kinafanyika pale. Sasa wewe chukua ndoto zako zote ziwe kwenye muda huo ambao anaelezea Michael. Saa 6 mpaka saa 9 Lilian ni nini? Hizo ni ndoto za vitisho. Nightmares. Mapambano, vitisho, unakimbizwa na watu. Naota unapaa na huna mabawa. Ulishaota hiyo? Bahati mbaya tuko na wewe hapa. Nafikiri tulikuwa tunatakiwa kwa tumesha kuingia wewe. Hiyo ilikuwa ni hiyo, nafikiri ilikuwa ni nzuri. Ndoto njema bila shaka. Wewe? Kabisa. Ndoto unapaa kwenda unapaa na huna mabawa. Just imagine. Hiyo mbaya. Haya. Hiyo sio mbaya. Michael baadaye atatuambia pia sasa baadaye. Ndio. Saa 6 mpaka saa 9. Nightmare. Ndio. Pambano pale unavutana na watu, nini na nini unapambana kweli kweli. Tana manyoka. Ndio, fujo nyingi ziko muda huu. Pambana na simba, fujo nyingi. Ndio. Kwa hiyo kuna hizo za saa 10 hadi saa 12. Sasa hizi ndizo tunasema hizi sasa ndio zenye malengo ama njozi kwenye uhalisia wa binadamu. Saa ngapi? Saa 10 hizi mpaka saa 12. Na mtu anapoota ndani ya muda huo huwa anakumbuka, ana tabia kukumbuka alichokiota.
kuanzia mida ya saa 10 hadi saa 12. Sasa hizi ni ndoto ambazo huwa zinakuja katika hali ya kuleta feedback ya moja kwa moja kwamba nini mtu anatakiwa afanye ama nini kinatakiwa kinaenda kutokea. Kwa hiyo hizi ni ndoto ambazo zinatokea muda huo, na hizi ndoto mara nyingi huwa zinatokea, lakini zile za saa 7 hizo saa ngapi hizo huwa zitokei mara chache sana kuweza kutokea, nadra sana, lakini hizi ni common kabisa, huwa zinatokea za kuanzia hiyo mida ya saa 10 hadi saa 12. Nataka niwe kwanza hapo bullet, samani. Sawa. Mtazamaji, hizo ndoto unazoziota kuanzia saa 10 mpaka saa 12 alfajiri mara nyingi ni za kweli. Kwa hiyo zinakuambia pia vitu ambavyo ni vya uhalisia wa maisha. Endelea Michael. Ndio. Kwa hiyo tunasema kwamba katika kuweza kutambua mtu akiota, tunasema kwamba endapo anataka afahamu ile ndoto, anatakiwa anapoota basi muda wake akitoka usingizini aweze kuangalia ule muda aliota saa ngapi. Ili kwamba ukishaangalia ule muda unaangalia ni kama ni interval ya saa 5 mpaka saa 1 mpaka saa 5, unaelewa kwamba hizi ni ndoto za kwenye shughuli za kila siku, mawazo, maisha kadhalika. Lakini za kuanzia saa 6 hiyo mpaka saa 9 anaelewa kabisa hizi ni ndoto za majira ya mapambano, tulikuwa kwenye ulimwengu wa mapambano. Na zile za saa 10 mpaka saa 12 zile anajua kabisa kwamba hizi ni njozi za kufanyia kazi. Kwa hiyo mtu anapoota anatakiwa fahamu ameota saa ngapi. Alafu ndipo aangalie ule muda ile ndoto inasimamaje katika hali ya kutokea. Hivi ndo mahusiano sasa hayo kati ya ndoto na saikolojia? Ndio mahusiano ya ndoto na saikolojia, kwa sababu ya kwamba mtu anapokuwa ameota ile ni taarifa anayoipokea. Sasa ile taarifa aliyoipokea ameipokea ndani ya muda gani? Sasa kila muda kisaikolojia una tafasiri yake katika ndani ya ndoto. Kwa hiyo sasa inapokuja ndani ya muda ambao ni majira hayo ya alfajiri, maana yake kwamba ni ndoto ambayo imekuja muda ambao mawimbi ya ubongo yamesha kuwa mepesi, yani ameshatoka kwenye usingizi mzito. Kwa hiyo kwenye usingizi mwepesi wa kwenda kutoka usingizini kuzinduka ama amka aende kwenye mambo yake ya kila siku. Kwa hiyo sasa ndani ya muda huo sasa maana yake ni kwamba anapokuwa ameota ndani ya kipindi hicho, maana yake tafasiri yake ni kwamba ndani ya ndoto kisaikolojia imekuja ndani ya muda huo aweze kuikumbuka muda ambao usingizi umeshapungua nguvu, kwa aweze kukumbuka hicho kiota, alafu hicho kitu aweze kukifanyia kazi. Maana ile mida ya kuanzia mwanzoni hii inokuta watu ndipo anaanza hizo za mwanzoni za saa 1 hadi saa 5, hizi anaenda kwenye anaanza na mawimbi ya mwanzo ambao tunasema alpha wave. Sasa anaanza kusinzia kwa wakati wa mawimbi ya namna hiyo. Sasa wakati huo akiota anakuwa anajua kinachoendelea. Ndio. Unaona? Lakini akija kuota kuanzia ile saa 6 hizo, saa 7, saa 8, saa 9, pale maana yake ni kwamba hapo anakuwa yuko kwenye mawimbi ya katikati. Sasa haya mawimbi ya katikati yanaitwa beta waves. Sasa hapa anakuwa kwenye mawimbi ya usingizi ambayo tayari usingizi umeshaanza kumchukua. Wakati mwingine anaweza akaota kitu akajua alichokiota, ama akaota asijua alichokiota, kwa sababu ya kwamba usingizi ulikuwa umeshaanza kuchukua nafasi yake. Ndio. Kwa hiyo ndio maana mtu anapoota mapema anakumbuka kinachoendelea, kwa sababu ya kwamba anakuwa hajaingia kwenye usingizi mzito. Na ndio maana mtu mwingine anaweza akawa anaongea lakini uko usingizini, lakini unajua kinachoendelea nje ya mazingira. Wanaongea unasikia kabisa anachokiongea, lakini umesinzia, kwa sababu ya kwamba mtu anakuwa hajaingia kwenye usingizi mzito. Kwa hiyo mtu akiota wakati huo anajua anachokiota. Lakini mtu akaja akaota muda ambapo mtu akiguswa hawezi jua kwamba ameguswa, hawezi kujua kwamba ameota. Kwa hiyo kama ni ndoto ya tafasiri ya kumlenga yeye mwenyewe moja kwa moja, itakuja muda ambao ni alfajiri ambapo mawimbi ya usingizi yameshapungua, ambapo akiota anajua moja kwa moja ameota nini, ili kwamba aweze kufanyia kazi ile ndoto. Mtazamaji, naona Lili naye alivyokuwa na kariri hapa vizuri kabisa, manake sasa hapo unajua anatengeneza naye ndoto zake huwa anaziota muda gani. Na wewe pia yawezekana kuna wakati huwa unaota, na wakati mwingine labda hilo jambo linakupa wakati mgumu sana. Kwa nini naota kitu fulani? Kwa nini naota kitu fulani? Lakini je, unafahamu kwamba kuna muda wa kuota pia? Kila muda unaota, lakini ndoto ina maana kulingana na muda. Na ndio maana nimesema kwa hiyo kana unaota vitu vibaya, lakini unaviota muda gani? Ukiviota kuanzia saa 1 mpaka saa 5 kuna tafsiri yake. Ukiviota kuanzia saa 6 mpaka saa 9 kuna tafsiri yake. Nightmare pale ndo msukosuko kweli, mapambano ya kweli. Lakini kuanzia saa 10 mpaka saa 12 kuna tafsiri yake.
Sasa wewe pia tuandikie ujumbe wako mfupi, si ndio Lilian? Ndio. Atuandikie ujumbe wake mfupi, namba ataweka hapo Alex 0763 749286 hii hapa. Huwa unaota muda gani? Na umewahi kuota nini cha ajabu? Atuambie pia ulishawahi kuota kitu gani cha ajabu. Tuambie tu jina lako ni nani na Michael atakupa. Lakini pia unaweza ukatuuliza niliota kitu fulani kinamaanisha nini? Michael yupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakupatia majibu mazuri zaidi. Lakini hivi kuna watu hawaoti kabisa. Asante. Kabla sijajibu hilo hapo, niongezee pale katika hizi intervals. Sawa. Kwenye hizi intervals ni kwamba endapo kama mtu yoyote anaota, ile ndio tunakuja kwenye series ya matukio mengi. Mara anaota yuko mjini, mara anaota yuko shambani, mara anaota yuko ofisini, mara anaota anaendesha, mara anaota anafanya hiki. Yaani akija anashindwa kuelewa ile ndoto imesimamia pointi gani. Ndoto ya matukio mengi kwa wakati mmoja huwa haina uhalisia wowote ule wa kutokea, na huwa hazitokei. Huwa hazitokei kabisa katika maisha ya binadamu. Rudia tena hapo Michael. Ndoto ya uhalisia wa kitu kimoja huwa hazitokei. Zenye series za matukio. Zenye mfuatano. Zenye mfuatano matukio ndani ya ndoto moja hiyo hiyo. Kwa mfano mtu anaota yuko shambani analima. Muda huo kashafika ofisini. Muda huo kashasafiri, labda yuko mkoani au yuko shuleni. Muda huo kashaingia jikoni. Muda huo yupo mlimani, anaangalia. Sasa ndoto za namna hizo inapokuwa yuko ndani ya ndoto moja hiyo hajatoka usingizini, anapoota, maana yake ni kwamba hizo zinakuwa zina uhalisia wowote huo. Maana yake yani, kwa mfano unaweza ukaota, nimekuelewa vizuri, nilikuwa najaribu nilikuwa najitahidi sana kuelewa. Kwamba kwa mfano umeota matukio mengi kwa wakati mmoja. Hayana maana yoyote. Kama unahangaika. Yaani wewe tafsiri yake ni kwamba unahangaika. Juzi hapa niliwahi kuota ndoto moja ile vitu vingi. Mara hiki. Unahangaika tu ndotoni. Na nilikosa usingizi mzuri. Nilikosa tu usingizi mzuri. Si nilikuwa na nini? Stress. Za nini? Za hela. Michael, sasa jibu. Hivi kuna watu huwa kama mbwa kweli naye anaota anatikisa hivi anafanya hivi. Kuna binadamu huwa hawaoti kabisa. Nimazia hapo nije hilo swali tena. Ndiyo. Sasa ile ndoto ambayo inakuja kwa mtu ambapo anaota ndoto ya aina moja, tukio moja, bila kuingilia kitu chochote kile. Ile ndoto huwa inatokea. Haijalishi ni muda gani ameota, ama ameota mchana ama usiku, muda wowote ule. Lakini kaota ni tukio moja tu. Alafu akatoka usingizini. Ile ndoto kama ni kuiandika iandike. Kama ni kuifanyia kazi ifanyie kazi. Huwa inatokea. Kuna ile umeota labda tuseme umeota saa 7 usiku. Ukashtuka labda saa 8 ama saa 9. Ukalala tena ukaendeleza. Yaani ile ndoto ikaendelea. Inatokea. Ndio alichokisema. Kwa hiyo kama umeiota kwa mfano siri ya kwanza ile saa 1 mpaka saa 5 ukiota hiyo. Ukashtuka ukalala tena saa 6 mpaka saa 9. Hata kama sio mfululizo lakini ukaiota tena hivyo. Kwa mfano, naomba nitoe mfano ambao ni mbaya. Labda umeota umepata ajali, ni mfano mbaya. Sasa sio wewe wala sio, lakini nasema tu kwa mtazamaji kwa mfano. Saa 1 mpaka saa 5 umeota umepata ajali. Saa 6 mpaka saa 9 umeota umepata ajali. Lakini labda ajali sehemu tofauti yani. Lakini saa 6 mpaka saa 10 mpaka saa 12 ukaota tena ajali. Watch out. Si ndio unachomaanisha hicho Michael? Ndio. Itatokea. Kwa hiyo makini sana. Hilo na nyewe pia tumelinukuu hapa. Twende sasa kwenye lile swali sasa. Njemba hazioti. Kuna mtu haoti kabisa Michael. Katika psychology, falsafa ya saikolojia katika upande wa viumbe inasema kwamba kiumbe chochote kile kinachoonekana kwa macho ama kionekani kwa macho, lakini kina sifa ya kusinzia, basi pia kina sifa ya kuota. Ndio. Kwa hiyo kama binadamu ana sifa ya kusinzia, ana sifa ya kuota. Kwa hiyo yoyote yule anayesinzia anaota. Haijali pia hata kama ni mnyama au ndege akishasinzia anaota. Ila sema shida huwa ni kwamba kuna watu hatukumbuki tumeota nini eti. Ndio. Maana zingine huwa zinakuja ndani ya sekunde. Zinakuja ndani ya sekunde afu yuko kwenye usingizi mzito ambapo anashindwa kujua nini kilichokuwa kinaendelea. Okay. Ndio.
unaamka asubuhi na Sauli uliota yani kabisa unajua nilikuwa naota yani na nimeota vizuri tu nimeota, ila asubuhi unajaribu kukumbuka nimeota nini jamani, ndoto haiji. Michael unatokana hivi unatokana au usingizi inawezekana ulikuwa mzito au kwa mzito sababu ukiangalia ni kweli niliota niliota nini, labda uliota hata saa 9 usiku unaamka saa 12 alfajiri, yani unajaribu kukumbuka okay niliota nini, na ulikuwa unaota dakika 10 zilizopita au hata dakika 10 unavyosema hivyo BJ, saa 11 dakika 50 pale ulikuwa unaota umeamka saa 12 unajaribu kukumbuka jamani niliota nini, hukumbuki mawazo na unakuwa ukumbuki kabisa, unajaribu hata kesho yake, lakini akili yako inakwambia mbona kama nimeota kitu ambacho ni very serious, mbona sikumbuki, lakini hakiji. Mimi mara nyingi huwa inanitokea hiyo. Nitakwambia anakuambia badilisha mfumo wa kulala mtu anakuambia badilisha kitanda. Michael karibu. Asante. Badilisha kitanda jamani, cha laki ngapi? Katika kwa chumba kizima. Katika upande huo ni kwamba endapo kama mtu yuko kwenye ndoto za mapambano na amekuwa kwenye maisha ya kila siku ya kuota ndoto za namna hiyo za vitisho na kadhalika, na yeye azifurahii, tunasema kisaikolojia kwamba anatakiwa yule mtu aweze kuzizuia. Kama anaota ndoto ambazo zina changamoto ndio mbaya labda za vitisho, kuna namna mtu anaweza kuzizuia hizo ndoto? Ndio. Ndio. Michael anaweza kuzuiaje mtu ndoto asisinzie? Badilisha mapazia, weka rangi moja ndani. Hapo umeweza kutumia points za Michael bwana. Acha mambo yako bwana. Mimi najibu leo tunakuwa wanafunzi wapya bwana. Hasa mimi mwanafunzi mimi nakumbuka. Kwa hiyo mwalimu akiingia darasani akisema niliwafundisha nini? Sasa unakutana na wanafunzi kama wakina Lilian Rugunga ambao wanajua kile wana chat nini ile chat GPT tuna akili hunde. Mwalimu utapata tabu kweli. Badilisha kitanda. Weka pazia meupe, shuka nyeupe, mito meupe. Makochi yale zile spidi nini? Meupe, piga pale. Vizuri, piga rangi nyeupe, rangi moja. Ikiwezekana vaa na nguo nyeupe lala. Nakumbuka vizuri. Michael, unaweza kuzuia ndoto mbaya kwa njia gani? Ndio, moja wapo ni hizo njia. Spadata. Basi ngoja niondoe kwenye kipindi. Majibu tushapata hapa. Tulia. Kuna mengine sijui nimesha. Asante sana. Kwa sababu ya kwamba yule mtu anapokuwa amelala, kwa watu ambao wanahusika na mambo ya kiroho wataelewa nikisema mambo ya spiritual location. Kwenye ndio, mambo ya rohoni. Ni kwamba kila eneo kuna maeneo mengine na connection ya mambo ya spiritual location ndio ya kiimani. Sasa yale mambo ya kiimani ndio ni imani ya namna gani? Kwa hiyo unaweza kukuta kwenye kile chumba kabla hujajenga pale ama kabla hujanunua pale, huenda wakati mwingine eneo lile pale kulikuwa kuna mambo fulani yanafanyika. Unaona? Sasa ukaja ukajenga nyumba pale, alafu pale ulipojenga lile eneo unakajikuta kwenye eneo hilo hilo ndipo ikawa chumba. Sasa kwenye eneo hilo ndipo kaja ukaweka kitanda, alafu hapo ndipo unakuwa unalaza kichwa. Kwa hiyo pale kuna feedback ya kutoka kwenye asili ya pale na wewe unakuwa unapokea moja kwa moja. Kwa hiyo unakuwa unaota kwa connection ya kwenye yale mazingira. Kwa hiyo ndipo tunasema kwamba endapo kama mtu yuko kwenye hali ya namna hiyo anatakiwa sasa abadili mazingira kama alivyosema hapa. Kuhamisha kitanda aweke huku humo ndani. Na endapo kama hicho chumba chote kikiendelea kuwa vile, basi anaweza akahamia chumba kingine. Ndio. Na kile chumba kingine kiendelea anaweza akahamia ndani kwenye nyumba nyingine. Endapo mazingira yakiendelea hivyo hivyo, anashauriwa sasa aende kwenye mazingira mengine. Na endapo kama lile tatizo likiendelea, basi ile kisaikolojia tunasema kwamba atakuwa ana connection, muunganiko wa tatizo hilo kutoka kwenye upande wa kurithi, kutoka kwenye familia yao, kwenye ukoo wao. Maana kama ni kitu anakuwa amekipokea kwenye mazingira pale, akiyama anakiacha. Hawezi kuwa nacho kwa sababu ni cha pale. Ndio maana unakuta nyumba zingine mtu anaingia sema yani mimi kwenye hiyo nyumba nimekuwa nikiota ndoto mbaya. Nilipotoka nikaingia nyumba nyingine naota vizuri, hali yangu imerudi ya kawaida. Mwingine anakuja anaingia kwenye ile nyumba na mwenyewe anaanza kuota zile ndoto mbaya. Kwa sababu nyumba fulani watu hawakai. Ndio, kwa sababu ya mazingira ile nyumba jamani, ile nyumba nzuri ile pale na tiles na nini kila kitu, kwa mwezi kodi ni 30,000. Lakini sasa nimehamia mtaa wa 7
Toka pale nilipokuwa ndoto tu. Hivi kumbe Michael haya mambo ni ya ukweli mimi nina ushuhuda anachokizungumza Michael. Mimi kuna mahali nilikuwa naishi kabla sijahamia sehemu ambayo nakaa sasa. Kuna upande wa kitanda ambao nilikuwa nikilala. Lazima niote ndoto za kishamba, za kijinga. Ndoto mbaya. Sasa nikawa nafanya uchunguzi, nikawa tu najaribu kulala upande tofauti wa kitanda. Sijahamisha kitanda lakini nilikuwa nabadilisha tu. Kuna upande ambao nilikuwa nalala sioti hizo ndoto. Lakini pia nilipohama pale ninapoishi sasa hivi, yani nikilala upande wowote hakuna ndoto mbaya ambayo naona sasa. Kumbe kuna connection Kwa kumbe kuna connection hapo. Ndio nimejua leo. Ndio. Michael aniruhusu nisome message 2-3. Sasa karibu, haina shida. Na maki mambo ni mazito haya. Unaweza kushangaa mtu unaota kuku jamani, afu kuku wa jirani yake. Alafu kuku mwenyewe wa rangi ya damu. Habari, nauliza ndoto inaweza kuchukua dakika ngapi unaiota? Naitwa Rajabu Sabura, nipo Mwanza. Inaweza kuchukua dakika ngapi unaiota? Nafikiri ile haina maximum muda. Hazina muda, zingine nachukua ni ndani ya sekunde. Inakuja kama rhythms, kama ambavyo wewe unaona mawimbi pale inapokuwa yanapiga labda kwa mfano kwenye redio. Inakuja kama tangazo. Inakuja yani napita tu kama tone hivi. Nyingine inatembea, zingine zina unakuta inachukua muendelezo. Je, ni kweli ukilala kifudifudi unaota ndoto ya kushambuliwa na jinamizi? Naitwa Apoloje kutoka Dar es Salaam. Ndio, pia huwa kuna mapozi ya namna ya kulala. Ndio, sio kila namna ya kulala. Na watoto wana tabia wana tabia ya kulazwa wakati mwingine kifudifudi. Sasa tunasema kwamba kisaikolojia kwamba watoto ndio wanaongoza kuota sana. Kwa sababu ya namna wanavyolala. Lakini pia ikitoka watoto wanakuja wa mama. Ndio, wanafuatia wa mama katika uwezo wa kuota sana. Wakitoka hapo ndipo wanakuja wa baba. Ndio. Kwa hiyo yani watu wawili wanapokuwa ndani ya nyumba, yani katika ndani ya usiku mmoja aliyekuwa ameota sana ni mwanamke. Kwa kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa analalamika, mwanangu ukifika tu usiku analia sana jamani. Sijui ana shida gani, sijui ana changamoto gani, hospitali wanasema au kumbe ni ndoto namna ambavyo analala. Ndio, wakati mwingine inakuwa ni zile pose. Wakati mwingine inakuwa ni zile pose, lakini pia katika upande wa watoto endapo anapokuwa yuko kwenye mazingira, ikifika muda ni kuchunguza pia pale, ni kufanya pia uchunguzi wa muda. Huwa inafika saa ngapi analia. Ndio. Endapo kama ule muda ukifika analia, ajaribu basi kumbadilishia mazingira. Amweke mazingira mengine. Ule muda ukifika pia akalia, aende tena mazingira mengine. Anaweza kaenda mazingira mengine, ule muda ukafika akaacha kulia. Maana yake kwamba pale alipo kuna mazingira ambayo sio rafiki kwake. Sawa. Kuna ujumbe nimeupenda hapa na usoma pia kama ujumbe mwingine. Naitwa Ali Mohamedi, mwanafunzi wa Kibaha. Kuna mtu ameshare na sisi experience hapa. Mohamedi, mwanafunzi wa Kibaha Tanzania, ni mwanafunzi wa Diploma of Counseling University of Iringa. Napenda kutoa fikra zangu kwa uchache kuhusu hii elimu ya saikolojia kuhusu ndoto. Ndoto si picha tu tunazolala nazo, bali pia ni dirisha la akili yetu isiyo na fahamu. Nasema unconscious mind. Ni njia ambayo ubongo hutumia kuchakata hisia, kutatua matatizo na kuimarisha kumbukumbu. Kuelewa ndoto zako ni kwanza safari ya kuijua nafsi yako kwa kina. Ameshare tu. Hayupo mbali na mawazo ambayo anatupatia mtaalamu wetu hapa. Ukilala unaweza kuota ukiwa unaitwa Jeremia kutoka Njombe. Sijui anamaanisha nini. Mimi Michael anaota ndoto za mangamngamu. Yaani wakati naota huwa nasikia kila kitu kinachoendelea nje. Na muda mwingine natamani kuamka lakini nakosa nguvu. Lakini ndoto ikiisha na kuwa sawa kabisa. Zinanitokea hasa wakati wa mchana. Je, hizo ni ndoto za aina gani na zina maana gani? Baraka kutoka Maina, Mwanza. Asante. Ndoto namna hizo tunasema kwamba ndani ya ndoto kuna kitu kinaitwa distracted dreams. Distracted dreams ni kwamba mtu anaota ndani ya ile anachokiota kinakuja kitu kingine kinajitokeza ndani ya ndoto. Yaani ndoto uliyokuwa unatembea nayo katika kuota, unajua kabisa unavyoenda nayo inakuja inajitokeza kitu kingine katikati hapo. Kile kitu kinapojitokeza katikati hapo, maana yake ni kwamba unaanza kuhama. Unahamia tena juu ya kile kilichoingia. Kwa mfano kwenye uhalisia wa maisha ya kila siku. Unaweza ukawa na perform kazi fulani, mtu fulani akapita. Ukaacha kuwa attention na ile kazi uko unaendelea nayo, ukaanza kumwangalia.
mpaka wakati mwingine akapotea kabisa. Ndipo kaanza kuwa busy na ile kazi. Na kwenye ndoto pia kuna distractions za namna hiyo. Kwa hiyo inajitokeza. Sasa hicho anachokiongelea ni hizo mambo ya distracted dreams zinazokuwa zinaingiliana. Sawa. Naitwa Bula Choya wa Kigoma, Ilagala Mahanga. Nauliza, mtu akiota ndoto unamsikia anataja jina la mtu, huyo mtu anakuwa ameshinda naye? Yeye amesema tu hivi. Nafikiri anashare na sisi experience. Lakini nauliza, ukiota ukiwa mnakimbizwa na majitu ya kutisha kwenye ndoto alafu unakuwa wa mwisho, maana yake ni nini? Tafsiri yake naitwa Kulwa Dismas wa Nyamanoro, Mwanza. Haya. Sasa zako mnakimbizwa na majitu ya kutisha alafu ndo unakuwa wa mwisho. Sasa hapa mtazamaji asishanganye kwamba akasema Michael Matulile ni mtafsiri wa ndoto. Yes. Yeye anaeleza anaeleza namna gani mtu kisaikolojia inakuaje, ndoto gani nitilie maanani. Nafikiri hii umeshaieleza pia, ipo kwenye ule wakati wa saa 6 mpaka saa 9. Mnakimbizwa na mavitu alafu unakamatwa, kimbia mbio zaidi. Kwa hapa of course anatuelekeza kwamba ni muda gani ukiota hiyo ndoto inakuwa ni ya kutilia maanani. Muda gani ukiota ni ndoto ya kawaida. Na ukiota ndoto ambayo inajirudia rudia. Wewe muda ule saa 1 mpaka saa 5 umeota ndoto fulani. 6 mpaka 9 umeiota tena. Alafu kesho tena unaiota ndoto hiyo. Wiki ijayo tena. Ukishaota. Sawa. Michael, kimsingi umetuelezea vizuri na tumeelewa. Lina tumeelewa? Mimi nimeelewa. Kila siku natoka na kitu kipya. Michael, sasa kuna watu hapa wanaomba pia mawasiliano. Manake sisi tukamaliza kipindi ukaanza kumpigia Lilian au BJ, BJ huwa anaota hivi. Huwa anaota saa 2 usiku naota nakimbizwa na maharage. Sitokuambia. Mimi kila siku naota nakula tu ubwabwa, wakati sili ubwabwa. Kuna nini? Ndio nakwambia ukiota unakula. Changamoto. Upo tayari kuwapatia namba zako kwa kuuliza wewe? Michael Veganda. Wananiomba sana namba, nataka mitandao ya kijamii watu wanaweza kukufikia pengine. Karibu. Basi nitoe namba yako. Sawa, wapatie. Ni 0773 95 99 99. Irudie tena. Vizuri. 0773 95 99 99. Sasa msimpigie sasa hivi hapa wakati subiri amalize kipindi. Na wewe unaenda pia kutoa mihadhara hii kuwafundisha watu nini? Huwa anaalikwa kwenye conference tofauti kwa ajili ya kutoa mambo ya training, hasa upande wa mental health. Ambayo yote yako connected ndani. Afya ya akili. Ndio. Yote yako ndani kwa ndani yako connected. Kwa mtu akihitaji wewe kwenda kutoa mhadhara au kufundisha watu kuhusiana na masuala mazima ya afya ya akili nchini pote, unaweza kaenda? Ndio, popote naenda. Iwe ndani ya nchi ama hata nje ya nchi. Lakini kwa sasa hivi upo Mwanza hapa. Nipo Mwanza hapa. Jamani, kuna jembe hila hapa. Sisi tunavyomfahamu Michael ni kwamba ni mtu ambaye mpaka wakati mwingine unajiuliza, Michael, hivi akili nyingi zote umezitoa wapi? Unaona lima sana mavitabu. Alirithi kwa mama yake asilimia nyingi. Kwa baba. Kwa mama. Michael urithi kwa baba hizi akili kwa kweli. Michael ana akili nyingi sana. Sasa ukihitaji aje atoe mhadhara wote wa mafunzo yote kuhusiana na afya ya akili, lakini haya ambayo anayesema vizuri. Maana inawezekana ukao unawasha, unatafuta mtu ambaye anaweza akawezesha vizuri. Michael yupo. Au nao wengine unahitaji wa ziada, Michael yupo. Sio wa ziada kimsingi, unahitaji wengine wa kufanya kazi vizuri. Huyu bwana yupo Mwanza hapa, lakini Dodoma, Mbeya, Singida, Zanzibar pote anakwenda. Na pia inawezekana mtu akamwambia njoo kae na familia yangu uielekeze vizuri. Wanaota na hawajui. Si ndio Michael? Ndio, na labda kuongezea hapo. Sema. Kwa faida ya watazamaji wetu. Ndio. Niwaulize wote tulipokuwa shule za msingi, sekondari hadi vyuo. Ndio. Ilikuwa inafika kipindi cha mitihani kwa tunasoma sana. Si kweli? Je, unaposoma sana mfululizo ndani ya siku 3, siku 5. Ulikuwa asubuhi unaamka unaota ulichofanya nini? Ulichokisoma. Watu mwingine anasema kwamba yani nilichokisoma jana usiku nimekiota.
Ni kweli. Sasa kwa nini inakuwa vile? Inakuwa vile kwa sababu ya kwamba inafika muda, inapofikia muda fulani, mind yote concentration yake inakuwa iko juu. Attention inakuwa iko juu. Kwa hiyo unapokuwa unasoma kama ni usiku, baadaye unaenda kulala. Unapoenda kulala unaendelea kufikiria kile kitu. Baadaye mawimbi ya usingizi yanakuja na kupitia. Yanapokupitia, mzunguko wake wa mawimbi ya usingizi yanakuwa connected moja kwa moja na kuota. Kwa mtu anapoanza kuota, anaota kile alichokuwa anakisoma kwa wakati ule. Sasa ndipo hapo tunakuwa tunasema kwamba endapo kama kuna mwanafunzi yoyote sasa ana changamoto ya kukumbuka alichokisoma. Sasa hapa tunaongelea namna ya kumtengenezea semantic memory, yani ile kumbukumbu ya kuweza kutunza, ya kujua kusoma, kumbukumbu ya kutunza vitu alivyovisoma, kumbukumbu ya kujua maisha ya kila siku kwenye dunia hii tuliyomo. Ni kwamba katika kumtengenezea semantic memory, sasa tunasema kwamba yanatakiwa mwanafunzi yoyote mwenye ugumu wa kujifunza, anataka kusahau. Inapofika muda wa usiku, anakaribia kwenda kulala, asome. Alafu akishamaliza kusoma, asifanye chochote, akarare usingizini. Alafu aendelee kukumbuka kile alichokisoma. Afanye hivyo. Ndani ya siku kadhaa ataanza kuwa anaota, ubongo utaanza kuadapti kile kitu. Kisha anza kuadapti, inakuwa hivyo hivyo mazima moja kwa moja. Sawa, tutajie tena namba yako. Wameniomba tena hapa na wananipigia 0773 95 99 99. Mara mwisho 0773 95 99 99. Asante. Langu jina ni Lilian Ruguga. Kwenye mitandao ya kijamii kama kawaida, tufuatane pale. Ni follow nami ni wa follow back. Kwenye mitandao ya kijamii yote natumia jina hilo hilo. Iwe Instagram, iwe X, iwe LinkedIn, iwe Snapchat, iwe TikTok, iwe Facebook, Lilian Ruguga. Nakushukuru sana na uwe na siku njema ya TBT. Haya, Michael, sisi tunakushukuru. Tulikuwa na Michael Matulile, mwana saikolojia, mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kimaendeleo, ya kiuchumi, kielimu. Asante sana. Wakati mwingine tutakualika hapa, namba yake amekupatia, mpigie simu, andikie ujumbe wako mfupi, atakujibu yale yote ambayo unataka kutuuliza hapa. Nakumbusha tu kwamba tarehe 14 Jumamosi, mwandishi wa habari itakuwa uwanjani sehemu Kiruma kuanzia saa 4 kamili asubuhi ikicheza na timu ya mawakili mkoa wa Mwanza. Ni maandalizi ya mchezo wa tarehe 27 ya mwezi huu utakaochezwa kule Tabora baina ya watumishi wa manispaa ya Tabora dhidi ya waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza. Kwa niaba ya Lilian, Lucy, Abdalla Othman pamoja na Alex na Lavet Haguye, tukushukuru pia mtazamaji. Jina langu ni Bernard James BJ. Asante sana, tukutakie asubuhi njema. Leo tuende status? Hapana, leo ni mapumziko. Mapumziko. Kesho tutaenda status kwa sababu ndio tutakuwa tunaelekea siku ya Valentine. Tarehe 14. Tunatakiwa tunywe nini? Muhimu hakikisha umebeba glucose na maji yasiyopungua lita 1.5 kwa afya yako tu, kama unajijali na kwa faida yake. Na kwa faida yako. Haya, mtazamaji. Tunakushukuru sana mtazamaji, siku njema.